Ikiwa ni wakati mwingine tunakutana tena hapa kwenye maktaba ya Moshi FM, na leo ni kumbukumbu ya miaka 53 ya kifo cha rais wa kwanza wa Zanzibar na makamu wa kwanza wa rais wa Tanzania Sheikh Abeid Amani Karume. Twende pamoja tukafahamu historia yake. Sheikh Abeid Karume alizaliwa katika mji wa Pongwe kisiwani mwa Unguja mnamo Agosti 4 mwaka 1905, na mnamo mwaka wa 1920 alifanya kazi kama baharia katika boti za usafirishaji wa mizigo mbele ya kisiwa, na hatimaye alipata cheo cha kamanda wa wafanyakazi, na baada ya mwaka wa 1938 aliongoza kundi la boti za mvuke zilizobeba abiria, na kisha akaondoka Zanzibar, ikawa ndio mwanzo wa maisha yake mapya. Karume alishughulikia siasa kwa mara ya kwanza mwaka 1954, na kabla ya mapinduzi ya mwaka 1964 Karume aliongoza chama cha Afro Shiraz kupinga muungano wa utawala wa Kiarabu ulioonekana kuwa na lengo la kudumisha utawala wa kisiasa na kiuchumi wa jamii ya Kiarabu. Mnamo Januari 12 mwaka 1964, wafuasi wa chama cha Afro Shiraz walimshinda Sultan Jamshid bin Abdallah na kuanzisha utawala wa Afrika, na Karume alikuwa kiongozi wa Baraza la Mapinduzi na kisha rais wa Jamhuri mpya ya watu wa Zanzibar. Abeid Karume alipewa jina la rais wa kwanza wa Zanzibar baada ya mapinduzi yake ya kukomesha ufalme wa Zanzibar. Kulingana na historia rasmi ya Zanzibar, Abeid Karume alikuwa kiongozi wa chama cha Afro Shiraz na ndiye mpangaji na kiongozi wa mapinduzi. Karume alichukua hatua yake ya pili muhimu ya kisiasa alipokubali kuunda muungano na rais wa Tanganyika Julius Nyerere. Muungano huo umesababisha nchi mpya iitwayo Tanzania, hivyo akawa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mnamo Aprili 7 mwaka 1972 Karume aliuawa na watu wenye silaha katika makao makuu ya chama chake cha Afro Shiraz. Kwa hivyo siku hiyo inakuja kuadhimisha kumbukumbu yake. Ni sikukuu rasmi nchini Tanzania na ni siku maalum kwa Watanzania kukumbuka mafanikio ya mtu huyo mkuu. Pia viongozi na maraisi husherehekea siku hii kwa kwenda kwenye kaburi la Sheikh Abeid Karume na kuweka maua juu ya kaburi lake na kusali kwa ajili yake. Na hiyo ndiyo historia ya Sheikh Abeid Karume, ikiwa leo ni kumbukizi yake. Hii ni maktaba ya Moshi FM. Mimi ni Rajan Philemon. Usisahau kunifuata kwenye mitandao ya kijamii kama pale Instagram, Facebook and TikTok kwa jina la Rajan Philemon. Tukutane tena wakati mwingine.